Ndugu zangu, tumeanza 10 hili ni 10 muhimu sana, sababu hili ndio 10 la kupata maghfira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ulimwengu unatikisika kuanzia jana kwa sababu Amerika na Israeli wameanza kupiga Iran. Ndugu zangu, hiyo ni kadhia ngumu sana. Maisha yenyewe ni magumu kwa sasa, na hii dhulma itafanya maisha yazidi kuwa magumu. Kwa hivyo kama Waislamu, ni wajibu wetu kuombea ndugu zetu Waislamu wasalimike na dhulma za hawa matawhutu walio Amerika na Israeli. Japokuwa tuko mbali sana na Iran, lakini athari yake itamfikia kila mmoja wetu lau dhulma kama hii itaendelea katika ulimwengu. Kwa hivyo katika dua zako Mwenyezi Mungu mtukufu wa Qur'ani, jaribu inavyowezekana kuomba salama ya ulimwengu ili wewe na mimi pia tuweze kusalimika. Ndugu zangu, wanazuoni wengi wanasema hakika kitu dawa ambayo inamsaidia mwanadamu kuondoa matatizo yake mengi sana katika dunia na kupata usalama kesho akhera ni dawa inayoitwa istighfar. Kwamba wewe ukiwa ni mwanadamu ambaye kila wakati unaomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi unapewa urahisi wa kuisha dunia na inakuwa rahisi kwa wewe kesho kuingia peponi. Istighfar yangu inakuza imani zetu, kwa sababu ukisema astaghfirullah ni kwamba wewe unatambua kwamba Allah pekee ndiye mwenye uwezo wa kutusamehe dhambi zetu. Na kusema ukweli, mimi na wewe lazima tukubali kwamba kuna makosa tunayoyafanya kila siku, tunayoyajua na ambayo hatuyajui. Na ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametoa special offer ya siku 10 nzima, kwamba wakati huu ardhi ya kusamehe mwanadamu iko fertile, ni wakati wa kupanda mbegu ya kusamehewa. Na kule kusamehewa kunatokamana kwanza kwa kukubali kwamba ule msamaha huo unatoka wapi, na unaposema astaghfirullah huo ushakubali kwamba msamaha unatoka kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo tauhidi inapatikana kwamba unatambua uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kusamehe dhambi, kwa sababu moja katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala huwa Ghafur Karim. Yeye ni mwenye kufiria dhambi za kila aina, hata ziwe kubwa za aina gani. Kwa roho yangu, chukua fursa hii ya siku uzidishe maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utaalamu wa kisosiolojia unasema katika moja ya katika pingamizi ya ukuaji wetu wa kuendelea kwetu kiuchumi, kijamii, kielimu na kila kitu ni dhambi tunazozifanya. Mara nyingi milango ya riziki zetu hufungwa na dhambi tunazozifanya. Wanasema Mwenyezi Mungu hakuadhibu kwa dhambi unazofanya, ni dhambi zenyewe ndizo zinazokuwa adhibu. Na moja katika adhabu ambazo dhambi hutuletea ni adhabu ya kufungiwa riziki zetu. Ukawa unajitahidi, you're working so hard, but things still not working. Unajaribu ukiachia kila mbio 24 hours per day, lakini nothing works well. Ni wakati ujiulize ni kipi kinachofunga uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asikufungulie, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Fatah, al-Fatah ni mwenye kufungua milango ya kheri. Vipi asifungue milango ya kheri? Kwa hivyo tumije opportunity, na milioni opportunity katika maisha inakuja mara moja tu, but misfortune comes every day. Bahati nzuri katika maisha inakuja mara moja tu, lakini bahati mbaya iko kila siku. Hii bahati nzuri ikija usipoitumia, kinachofuata ni bahati mbaya za kila aina. Kila usiku unaamka na bahati mbaya, kila usiku unaamka na bahati mbaya, kila usiku ni bahati mbaya, alafu unasema mimi sina bahati. Si kwamba huna bahati, kuna mambo unayofanya ambayo yanazuia zile bahati zikufikie. Kwa hiyo istighfar inajenga imani yetu. Istighfar inatuletea usalama katika maisha yetu. Unaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala
ukaomba istighfar, moyo wako unapata utulivu, unakuwa na kalbu salim, unahisi kama kwamba wewe umeadmit makosa yako, na ukiadmit makosa yako ndio njia moja ya kuyakabili na kuyaondoa yale makosa. Kwa hivyo ile admiti kwamba kweli wewe umekosa inakupa utulivu wa moyo wako, ni kwamba umebeba mzigo mkubwa, kwa sababu hujui kama una mzigo. Siku ukigundua sasa una mzigo na unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuondolea ule mzigo, unahisi kwamba upesi unayafanya yamepatikana katika maisha yako. Kwa hivyo salama inatokamana na istighfar, kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuondolee udhaifu wa kufanya dhambi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atutoe katika visima vya dhambi. Mwenyezi Mungu atujalie pazia baina yetu na dhambi. Mwenyezi Mungu atujalie kusafika katika mioyo yetu dhambi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na resilience, tuwe na nguvu za kuzuia dhambi zisifikie na kuingia katika maisha yetu. Istighfar ndio silaha pekee yake inayokupa wewe nguvu ya kutekeleza wajibu wako. Jaribu tu kwa imani na conviction, useme astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilayh, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-aliyyul azim wa atubu ilayh. Unakuta moyo unalainika, moyo unalainika, na moyo ukilainika, kiwiliwili kinakuwa kipesi, na kiwiliwili kikiwa kipesi, kutekeleza ibada yako inakuwa rahisi. Ndugu zangu, istighfar ndio kitu pekee ambacho kinatupa sisi imani ya kuweza kusaidiana kama binadamu, kwa sababu believe me, Mwenyezi Mungu hamsamehe mtu ambaye hasamehe wenzake. Kile unachokitoa kwa wengine ndicho Mungu anachokupa. Kile unachokifanya kwa wengine ndio kinafanyika kwako. Yale unayotarajia watu wengine ndio Mwenyezi Mungu anakutekelezea katika maisha yako. Kwa hivyo unakuwa na imani na watu wengine, unakuwa na huruma na watu wengine, unawazingatia na kuwafikiria watu wengine. Moja katika dawa za kutusaidia tufaulu katika maisha yetu ni kutizama vile tutasaidia wengine pia wafaulu. Wengine wakifaulu na sisi tutafaulu, na tukisamehe wengine na Mungu na sisi atatusamehe. Ndugu zangu, istighfar ugeuza nyoyo zetu. Ya muqallibul qulub thabbit qulubana ala dinik, ewe mwenye kutawala nyoyo, zitawale nyoyo zetu ziwe ni nyoyo zinazopenda kufuata dini yako. Ya muqallibul qulub, dua ambayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaipenda sana. Ya muqallibul qulub thabbit qulubana ala dinik, ewe mwenye kuongoza nyoyo, ziongoze nyoyo zetu katika dini yako. Unakuta moyo ukisha kuongozeka, moyo ukisha kulainika, moyo ukisha kuudhibiti, basi kila kitu kingine inakuwa rahisi kukifanya katika maisha yako. Istighfar inageuza nyoyo zetu kutoka kuwa nyoyo zilizo mbaya na kuwa nyoyo zilizo nzuri duniani. Ndugu yangu, istighfar ni kitu ambacho kinatoa hofu katika nyoyo zetu. Mtakubaliana na mimi kwamba wengi wetu katika maisha yetu ya leo tumejaa hofu, hatujui kesho itakuwa vipi. Kule ulipotoka jana, kama umepata salama, hujui kama ile salama itapatikana tena kesho. Kwa hivyo unakuwa kila siku una worries za jana na una anxiety ya kesho, na leo unakuwa mtu hafifu. Kuweza kufanya majukumu yako inakuwa shida sana. Tunalea watoto wetu kwa hofu, kwa sababu mazingira sio mazuri. Tunakaa katika ndoa zetu kwa hofu, kwa sababu ndoa zimekuwa katika hatari. Tunaogopea afya zetu kwa sababu vyakula vimekuwa vyenye sumu za kila aina. Maradhi yamekuwa mengi sana, maradhi ambayo babu zetu hawakuyaona, sisi tunayaona leo, na maradhi ambayo yanakuwa kama death sentence. Ukiyapata tu, kwanza yanakuletea ufukara,
Leo ukienda tu hospitali, ukiambiwa tu wewe una kansa ya kolon, una kansa ya ini, una kansa ya moyo, una kansa ya koo, unaenda kule hospitali, naona watu wanatiwa chakula kwa pipe ndani ya koo, wana kansa ya koo. Wengine hawawezi kwenda choo kwa kawaida, wanatiwa pipe hapa, wanatoa choo kwa kupitia tubo. Wengine uso unalika polepole 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 mpaka unamalizika polepole, na mtu bado uko hai, lakini uso wake unalika kila asubuhi. Na mara nyingine tukimwangalia na baba yake na kwa shida sana. Ndugu zangu, siku ya Alhamisi kule shuleni kwetu primary, kuna mama alikuja asubuhi saa 1:30 kuleta watoto wake. Alikuwa na matatizo kidogo ya fees, kaomba kuzungumza na sisi tuone tutamsaidia vipi. Tukazungumza, tukamaliza, mtoto akarudi darasani. Yeye akaenda zake nyumbani. Saa 1:30 katoka shule, kaenda zake nyumbani. Ikifika saa 4 kunapigwa simu shule kwamba watoto warudishwe nyumbani. Kwa nini warudishwe nyumbani? Mama yao amekufa. Mama alikuwa shule saa 1:30, amekuja kulipa karo. Saa 4 mama amekufa. The difference 7:30, 10 AM. Mama amekufa. Amewaleta yeye mwenyewe shuleni watoto wake kwa mkuu wake mwenyewe. Akazungumza na walimu, akazungumza na idara. Kurudi nyumbani, siku inapigwa shule, mama amekufa. Hata mara nyingine unaogopa, unaweza kuwa umesimama ukaanguka ukafilia mbali. Unaweza kuwa umelala ukafilia mbali. Unaweza kuwa uko kazini ukafilia mbali. Kwa hivyo tunaishi katika maisha ambayo yana hofu nyingi sana. Kwa hivyo istighfar inaondoa ile hofu. Istighfar, ndugu zangu, hicho kitu kinajenga furaha yetu. Inajenga furaha yetu. Ukijua kwamba wewe una salama baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijua kwamba rekodi yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni safi. Ukijua kwamba Mwenyezi Mungu akusamehe, imagine ile hali ambayo utaipata katika nafsi yako. Unajua kwamba mimi, na hii ni silaha kubwa kwa wewe na kwangu mimi, kwamba pindi tunapoamua kwamba tutakuomba istighfar, kwanza tuwe na yakini kwamba hii istighfar yangu itakubalika. Mwenyezi Mungu huruma yake ni kubwa kuliko hasira zake. Mwenyezi Mungu kusamehe kwake ni kubwa sana kuliko kuadhibu kwake. Kwa hivyo ukisimama kumuomba maghfira, kuwa na 100% conviction kwamba Allah atakusamehe. Ukiondoka katika kule kusamehewa, moyo wako unakuwa na furaha kubwa sana. Istighfar, kama unatafuta furaha, basi kuwa mtu ambaye ulimi wake hauchoki kuomba istighfar, hauchoki kuomba istighfar. Kuanzia leo, ndugu yangu, unapopiga sajda, badala ya kusema subhana rabbil ala wa bihamdihi, subhana rabbil ala wa bihamdihi, ongeza Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Mwenyezi Mungu anapenda kwanza ukiwa utamtukuza, na katika hii dua kwanza unamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ashhadu, nashuhudia kwamba hamna anayeweza na anayepaswa na anayestahili kuabudiwa kwa haki ila Allah azza wa jalla. Alafu nasema naomba maghfira ya Allah. La ilaha illallah, ewe Mwenyezi Mungu ambaye hauna msaidizi, ahad ya ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kama Mwenyezi Mungu unampokesha kwanza, alafu unamuomba msamaha. Unampokesha kwanza, unamwambia wewe tu ndio unastahili kuabudiwa. Na tunasema hii katika sura al-Fatiha mara 17 kwa siku, ihdina siratal mustaqim,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe ndio unastahili kuabudiwa na wewe ndio unastahili kuomba msaada. Unasema hivi mara 17 kwa siku kwa uchache. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alafu namwambia Mwenyezi Mungu, tupe uhafifu wa maisha, kwa sababu wewe unapenda hafifu ya maisha yetu. Tusahihishie katika maisha yetu. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata, na kuomba unipenda mimi janna. Nas'aluka jannata wa na'udhu bika minan nar, na unieke mbali sana na moto. Kila tukimaliza swala tunasema hiyo. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Tupe salali katika maisha yetu. Hii dua inaonekana ikithirishwe katika hili 10 ili Mwenyezi Mungu atufanyie urahisi katika maghfira yetu. Ndugu zangu, istighfar inarahisisha uhusiano wetu na Allah subhanahu wa ta'ala, na hamna hifadhi iliyo kubwa kama hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na imani kwamba kila nukta yako, kila dakika yako, kila saa yako, kila siku yako, kila wiki yako iko katika hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, unatembea popote unapokwenda na kivuli na mwavuli wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ukinyesha, hata ukiwa na jua, Mwenyezi Mungu anakukinga na maovu ya ulimwengu tunao. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Mwenyezi Mungu anayefanya rahisi mazingira yetu ya hapa duniani ili tupate mazingira mazuri kesho akhera. Istighfar ndicho kitu pekee ambacho kinatupa sisi radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna istighfar iliyo bora kama hii istighfar katika Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah, wewe mwanadamu, na Mwenyezi Mungu anakufundisha jinsi ya kusema. Anakuambia sema hivi, sema rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ewe Mwenyezi Mungu, sisi tumejidhulumu nafsi zetu kwa kufanya dhambi, tumejidhulumu nafsi zetu kwa kufanya dhambi, na wewe ikiwa hutatusamehe, basi subhanallah, sisi tutakuwa na hasara kubwa sana katika maisha yetu. Hii ndio mambo maghfira, aya ambayo inakufanya wewe uwe utakuwa kila siku unamweleza Mwenyezi Mungu kwamba unahitaji maghfira yako. Kullu ibn adam khata, kila mwanadamu anaumbwa na maumbile ya kufanya makosa. Sisi binadamu, sisi si malaika, lakini mzuri wanafanya makosa yule ambaye anarudi nyumba akamwomba maghfira Mwenyezi Mungu subhanahu. Kullu ibn adam khata wa khairu khata'un at-tawwabun. Ashhadu la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Ashhadu la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Ashhadu la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa
وتب علينا واغفر لنا والوالدين يا تواب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك أنت كريم مجيب الدعوات يا قادر الحاجات يا قادر الرحمن. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وقيامنا برحمتك يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.